Bwana, jioni ya leo Young Africans wamethibitisha kumtangaza mwalimu msaidizi mpya katika kikosi chao, Matthew Silva, ama kwa jina lake la urefu zaidi, jina lake rasmi David Marquis Pereira da Silva. Huyu ni msaidizi mpya wa Pedro Goncalves katika kikosi cha Young Africans. Ana umri wa miaka 34 na amekuja kuchukua nafasi ya Felipe Pedro ambaye amekuwa ni msaidizi wa muda mrefu chini ya mwalimu Pedro Goncalves katika kikosi cha timu ya taifa ya Angola, lakini Young Africans wameona kwamba kuna haja pengine ya kuleta mtu tofauti, ya kuleta fikra tofauti katika benchi la ufundi wakiwa wanaelekea kurudi kwenye michezo ya kiushindani hivi karibuni. Sasa mimi nataka nijaribu kutizama profile ya huyu msaidizi mpya wa Pedro Goncalves na ni nini hasa ambacho kwa mtazamo wangu nafikiri Young Africans wanajaribu kukilenga kama sehemu ya mabadiliko ambayo wameyafanya kwenye benchi la ufundi. Kwa wale ambao watakuwa na kumbukumbu nzuri, nilishawahi kutengeneza video hapa kwenye jukwaa langu ambayo ilikuwa inaelezea kuhusu kile ambacho Patrick Mabedi pamoja na Felipe Pedro, msaidizi ambaye ameagwa, walichokuwa wanakifanya kwa nafasi yao kutokana na jinsi ambavyo walishawishiwa na aina yao ya uchezaji. Niliwahi kuweka bayana namna ambavyo Patrick Mabedi alicheza kama mlinzi wa kati kwa mafanikio makubwa katika soka la Afrika. Hiyo imemshape kama ni mwalimu ambaye amekuwa akiweza kuongeza ujuzi zaidi katika kuisaidia timu kuzuia. Lakini niliwahi kuweka bayana pia kwamba Felipe Pedro alikuwa ni mtu ambaye hakucheza katika level ya juu, lakini aliwahi kucheza kama kiungo wa chini. Kwa hiyo naye pia ana uwezo wa kuiandaa timu vizuri katika upande mzima wa kuzuia. Sasa basi, moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa kwa kiasi kikubwa sana, hasa kulingana na profile za wachezaji ambao Yanga wamewasajili kwenye kile kiungo cha ushambuliaji mpaka kwenye eneo la namba 9, mwalimu alikuwa anahitaji wachezaji ambao watakuwa na energy ya kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kitu kinachoitwa pressing, wanaweza kufanya shinikizo kuanzia juu pale ambapo Young Africans watakuwa hawana mpira. Na hili linalengwa hasa kwenye muktadha wa michezo ya kimataifa. Approach ya Young Africans tulikuwa tunaiona kwenye mechi za FAR Rabat, mechi dhidi ya JS Kabylie, ni kama kwa kiasi kikubwa sana msisitizo ulikuwa ni kwenye kujaribu kupress, lakini ultimately tunatakiwa tuangalie zaidi uwezekano wa kulilinda eneo letu, kwa maana kuanza kukabia kuanzia katikati mpaka kurudi kwenye eneo la nyuma. Sasa basi, huyu Matthew Silva, David Marquis Pereira da Silva, msaidizi mpya wa Pedro Goncalves, huyu yeye anakuja na kitu gani kwenye sehemu yake ya kiukufunzi na ni nini ambacho kinaweza kikaja kikabadilika kwenye kikosi cha Young Africans? Huyu amecheza kama kiungo mshambuliaji. Licha kama karia yake unaweza kaona ni karia ambayo imekuwa fupi, imemlazimu ingie katika harakati za ukufunzi, lakini huyu kwenye enzi zake za uchezaji alicheza kama kiungo mshambuliaji kwa maana ya namba 10. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa kuelekea kwenye dirisha hili dogo kama sehemu ya wachezaji ambao Pedro Goncalves alikuwa anawahitaji kwa kiasi kikubwa ni wachezaji ambao wanaweza kufanya pressing. Pale ambapo Young Africans wanapoteza mpira, wale viungo washambuliaji pamoja na mshambuliaji wawe na energy ya kuweza kuweka shinikizo kwenye mpira pindi ambapo Yanga wanakuwa wanaupoteza. Sasa hapa ndipo ambapo mimi kwa mtazamo wangu kunaniambia mabadiliko haya yameasisiwa zaidi katika hili. Niliwahi kuweka bayana kwamba ukijaribu kwenda kutizama nini ambacho Patrick Mabedi anakiweka kwenye meza ya kiukufunzi pamoja na Felipe Pedro, ni kama wote timu inapokuwa haina mpira bado wanaegemea zaidi kwenye kuifanya timu iweze kuretreat, irudi nyuma, mid block, saa nyingine low block kama pressure ya mpinzani itakuwa ni kubwa. Lakini kitu ambacho Pedro Goncalves anaonekana anakihitaji hivi sasa ni kuwa na mwalimu ambaye ataweza kutengeneza msingi wa timu ambayo itaweza kuanza kukabia kuanzia juu. Yaani kwamba tunataka kuanza kupora mpira kuanzia juu, tunafanya vipi pressing? Huyu Matthew Silva, kwa utafiti ambao nimeufanya, nimekuja kugundua profile yake kama mkufunzi ni mwalimu ambaye anaweza kutengeneza structure ambayo inaweza kuisaidia timu kuanzia kukabia kuanzia juu. Na issue ya msingi hapa, unajua mtu kama Felipe Pedro kwa nafasi yake, pengine labda timu ikitakiwa kukabia juu, ye kwa ufundi wake na kwa ukufunzi wake alikuwa ni mtu ambaye labda anaweza akasema wachezaji wasimame wapi, kwamba huu ndo muundo, tukitaka kuanza kukabia juu, nani awe wapi, nani awe wapi, nani awe wapi. Lakini huyu Matthew Silva, David Marquis Pereira da Silva, yeye anakuambieni ni kwa haraka kiasi gani mnatakiwa mufike. Yaani kwamba wewe unatakiwa uwe umefika pale, wakati huo anatakiwa amefika pale, yani namna ya kuweza kutekeleza kikamilifu muundo ambao
unaweza kuisaidia timu kuzuia kikamilifu kuanzia juu. Kuna ambao wanaweza kukuandalia muundo sahihi, kuna ambao wanaweza kuandaa njia za kuweza kuutimiza muundo ambao ni sahihi. Kwa hiyo hicho ndo kitu kikubwa ambacho kwa mtazamo wangu nafikiri mwalimu huyu anakuja kukiongeza chini ya Pedro Goncalves. Of course ukishakuwa na Patrick Mabedi, tayari nilishawahi kuweka bayana kwamba kwenye sehemu ya kiukufunzi ambayo Patrick Mabedi anaiweka kwa kiasi kikubwa sana ni kwenye upande wa kuzuia. Yule alicheza kama mlinzi wa kati, kwa hiyo anaweza kutengeneza structure nzuri mazoezini ya kuifanya timu iwe ngumu kuzuia. Kwa hiyo Young Africans ni kama wameona wanahitaji kitu tofauti, kwamba tunataka sasa tupate mwalimu ambaye anaweza kuja kutupa kitu ambacho kitatusaidia tuanze kuwazuia wapinzani kuanzia kwenye eneo lao. Kwa hiyo hiyo ni kwa mujibu wa profile ambayo nimejaribu kuitazama ya huyu mwalimu kwa undani, namna ambavyo alikuwa anacheza enzi zake za uchezaji, na ni kwa kiasi gani sifa yake ya kucheza kama kiungo mshambuliaji inaweza kuja kuleta tofauti kwenye kuisaidia Young Africans ya Pedro Goncalves, ambayo kwa kiasi kikubwa sana inataka ingie kwenye muundo wa kufanya pressing kuanzia kwenye eneo la wapinzani.